Kutafuta ushawishi wa kisiasa magharibi ya Kenya sasa yamepata mapigo mapya yanaendelea kwa kasi. Uwanja wa Posta mjini Bungoma leo uligeuka kuwa jukwaa la nguvu za kisiasa, huku maelfu ya wafuasi wakifurika kumpokea seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na msafara wake wa Linda Mwananchi. Kwa nyimbo, nderemo na mashambulizi makali dhidi ya utawala wa Rais William Ruto, viongozi wa upinzani walitangaza kuwa magharibi imeamka na iko tayari kuandika ukurasa mpya wa siasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Mwandishi wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagwongo na taarifa zaidi. Kilichoanza kama mapokezi ya nyumbani kiligeuka haraka kuwa tamko zito la kisiasa. Tumejaribu kupambana. Katika mazishi ya baba nilitoa ahadi, mimi sitokuwa mwenye kuvunja chama cha baba Raila Amolo Odinga. Nikisimama hapa Bungoma, I am very proud kwa sababu I kept my promise to my boss. Ni wao wamenifukuza mimi, sio mimi nimevunja chama cha ODM. Alisema hali ya maisha, gharama ya maisha itasushwa iwe chini. Gharama ya maisha iko juu au iko chini? Mapema kabla ya hotuba kuanza, maelfu ya wafuasi walikuwa tayari wamefurika katika uwanja wa Posta baada ya kusindikiza msafara wa Linda Mwananchi kupitia miji mbalimbali ya Bungoma, huku Sifuna akivuna pakubwa eneo la magharibi, ishara ya onyesho kubwa zaidi la nguvu za upinzani kuwahi kushuhudiwa eneo hilo. This time round, our brothers, washemeji wetu kutoka Nyanza, I'm calling upon you kama kijana ambaye alipigania Raila Trans Nzoia 2022. This time round, msimame na sisi. Ama namna gani? Hamwezi kuacha sisi muende kwa Kosongo. Hiyo haikubaliki. Yule mtu ambaye atawezana na Kasongo, tunamuomba ndugu zetu kwa unyenyekevu, nipatie Edwin Watenya Sifuna. Kila aliposimama jukwani, Seneta Edwin Sifuna alitangaza kuwa Linda Mwananchi sasa limevuka mipaka ya siasa za kikanda na kugeuka kuwa vuguvugu la kitaifa linalolenga kuwapa Wakenya mbadala wa uongozi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kusema ukweli, Ruto hana njia ya kurudi ndani ya State House. Hana njia. Na nyinyi nataka mkae ngumu, mkae ngangari. Mfuate ule mfano ambao uliwekwa na ndugu zetu wa Kapchai, mfuate na ule mfano ambao umewekwa na ndugu zetu Kala. Akiwa ameandamana na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya pamoja na viongozi wengine wa upinzani, walioshutumu utawala wa Kenya Kwanza kwa kuyumbisha uchumi, kuvunja ahadi na kuacha wananchi wakikabiliana na gharama ya juu ya maisha. Wengi walifikiri kwamba tutapigana, si ndio? Mimi nikasema baba sio. Lazima tushikane sisi ili tumondoe Kasongo kutoka kwa kiti. Viongozi hao pia walitoa wito kwa wakazi wa magharibi kuunganisha sauti zao za kisiasa na kulinda nguvu ya eneo hilo katika meza ya maamuzi ya kitaifa. Na umati ulipoanza kutawanyika, ujumbe mmoja uliendelea kuvuma mjini Bungoma kuwa safari ya kuelekea 2027 si tena tetesi za kisiasa, bali ni mbio zilizoanza rasmi, huku vita vya kuwania kura za magharibi vikichukua mkondo mpya. Mike Kagwongo, TV 47.